Ndugu zangu viongozi wa dini, muda wetu wa kuanza shughuli yetu umefika na wazee wetu wameshakaa. Kabla ya yote, kwa ajili ya kutufungulia shughuli hii kwa dua na sala, karibu Sheikh Juma Sadiq kwa ajili ya sala na dua. Karibu. Dini mbalimbali, upendo na amani. Tuombe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman alayka ya sayyidi ya habibi ya Rasulullah. Ee Mola wetu, kwa ukarimu wako na utukufu wako na huruma yako umetufanya leo sisi viongozi wa dini kujumuika katika sehemu hii. Tunakuomba Mola wetu, kikao chetu hiki tunakiweka katika mikono yako. Utulinde, utuhifadhi, utujalie hekima, utujalie mwongozo mwema toka kuwepo kwetu hadi mwisho. Tunakuomba Mola wetu, nchi yetu hii uiendeleze kuwa katika hali ya amani, uibariki kwa wingi, uizidishie amani na upendo na huruma. Na hasa tunakuomba Mola wetu, viongozi wetu wa kiserikali kuanzia rais wetu mpendwa, pia makamu wa rais na viongozi wote tunawaweka katika mikono yako ya Rabb. Wajalie, walinde, wahifadhi na wape mwongozo mwema na hekima ya kuendelea kutuongoza katika nchi hii. Pia tunakuomba Mola wetu, uchaguzi ambao uko mbele ya uso wetu tunautia mikononi mwako. Ujalie uwe wa amani, upate majibu mazuri, tupate viongozi wema wenye kuendelea kutufanyia yaliyo mazuri, na tuendelee kukushukuru kwa neema nyingi ambayo umetufanyia katika nchi hii. Pia tunakuomba Mola wetu, kwa ukarimu wako na utukufu wako, ujalie viongozi wa dini ambao tunao hapa, akiwa kiongozi wetu mashuhuri Sheikh Alhaji Musa Salim Anakshabandi, ambaye tumemjalia busara na hekima kubwa katika kutuendesha na kutusimamia, pamoja na viongozi wenzie wanaoshirikiana kwa pamoja. Pia tunazidi kukuomba Mola wetu, umjalie hekima na uwezo na kusikilizwa na kutiiwa pamoja na viongozi wenzie, ili tupate kuendelea katika amani hii na kuendelea kutetea amani ya nchi yetu, hadi adui yeyote akitoka nje ndani asiwe na fursa ya kuharibu amani yetu na umoja wetu. Tunakuomba Mola wetu, kwa jaha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pokea dua zetu. Amin, amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nakushukuru Bishop Paul Bendera kwa kuweza kuwa nasi katika asubuhi hii katika kuendesha hili kongamano la amani la viongozi wa dini. Sasa hivi kama Baba Padri alivyotoka hapa, sasa tutamkaribisha shekhe wetu Sheikh Othman Khamis, ambaye na yeye atakuwa anatiririka na mada ya chimbuko la amani kwenye dini. Sheikh Othman Khamis, faliyatafadhal mashkura. Huyu ni mjumbe wa baraza la mashehe mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia ni imamu msaidizi wa msikiti wa Mtoro uliopo Kariakoo. Yeye dakika zake
zipo mwenyewe na yeye anazijua. Falyatafadhal mashkura. Karibu sana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahil Malikil Allam. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqam. Sayyidina wa nabiyyina wa imamina wa shafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram was-sa'irina ala nahjihim ila yawm az-ziham. Amma ba'd. Viongozi wote mliopo kwenye meza kuu, kwa sababu ya maslahi ya muda, itifaki nimeizingatia, na wanakongamano wenzangu mliohudhuria katika kongamano la leo, ninakuamkieni kwa maamkizi mema nikikwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wale wenzangu ambao pengine hawajui maana ya hili neno, maana yake nimekuambieni amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwenu. Ndugu zangu, kama ambavyo ametangulia mwenzangu hapa kusema, sisi tumetakiwa kueleza chimbuko la amani katika dini. Inshallah ni jambo kubwa hili kulisemea, na hasa linakuwa gumu kwa muda mfupi tuliopewa, lakini tutajitahidi kutaja nukta muhimu zitakazotusaidia kuifikisha mada hii kwenye masikio yenu kiasi ambacho tutapata cha kuondoka nacho. Ndugu zangu wanakongamano, kwenye mada yetu kuna vitu viwili vimetajwa. Cha kwanza ni amani na cha pili ni dini. Ndi kichwa cha habari cha mada hii kinavyosema, chimbuko la amani katika dini. Nikianza kuelezea chimbuko la amani, hakuna shaka yoyote kwamba chimbuko la amani ni mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu ndiyo chanzo cha amani. Vitabu vyote vitakatifu vikisomwa mbele yenu vitaeleza kwamba Mwenyezi Mungu anapenda utulivu na anapenda amani, na yeye mwenyewe kwa mujibu wa maandiko ya Kiislamu, moja kati ya majina yake anaitwa amani. Tutakumbuka ndugu zangu, na hasa nikisemea upande wa wenzangu Waislamu, kila baada ya kumaliza swala ya wajibu, swala ya faradhi, Waislamu huwa tunasema Allahumma anta salamu wa minka salamu wa ilaika yarji'u salamu fahayyina rabbana bisalami wa adkhilna aljannata dara salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dhal jalali wal ikram. Huwa tunamwambia Mwenyezi Mungu baada ya kila sala, ewe Mola wa haki, wewe ndiyo amani, na kwako Mwenyezi Mungu ndiko inakotoka amani, na kwako ndiyo itarudi amani. Kwa hivyo mojawapo kati ya majina ya Mwenyezi Mungu mwenyewe, Mwenyezi Mungu anaitwa amani. Kwa kuwa yeye ndiyo amani, anapenda amani, na kwake ndiyo chimbuko la amani. Ndugu zangu watukufu, Mwenyezi Mungu alivyotuumba sisi, kuna mambo mawili katugawia kwa namna tofauti. La kwanza, ametugawia matashi na matamanio tofauti. Katika ukumbi huu, kila mtu mmoja akiulizwa mwenyewe anatamani kitu gani hivi sasa, kila mmoja ataeleza anachotamani tofauti na mwenziwe. Wasomi wa Kiislamu wanasema linnasi fima yaashikuna madhahibu, watu katika wanavyovipenda na kuvitamani wanatofautiana. Hivyo ndio Mungu alivyotugawa. Lakini pia Mwenyezi Mungu akatugawa tukawa makabila mengi, kama inavyosemwa katika sura ya 49 kwenye kitabu cha Qur'an al-Karim. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha
waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Maneno haya matukufu ya Mungu maana yake, enyi watu, mimi nimekuumbeni nyote kutokana na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, wanakusudiwa ni Adamu na Hawa. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, nikakugaweni mataifa mbalimbali na makabila mengi ili mpate kujuana. Kwa hivyo pia baada ya kuwa sisi tuna matamanio tofauti, lakini pia tunayo makabila tofauti. Wakiishi wanadamu kwa sura hiyo, wanatamani vitu tofauti na makabila yao ni tofauti. Kama kusipoletwa mwongozo ambao utawafanya kuelekea direction moja, hapo mahala hapatakuwa na amani. Inabidi wawekewe barabara, ili kwenye barabara hiyo sasa wasiheshimu matamanio yao wala wasijali kabila zao, wawe na njia moja ambayo wataifuata. Njia hizo ndiyo dini. Mwenyezi Mungu ametukusanya sote katika barabara za dini, ili humo kwenye dini tukutane watu wa matamanio tofauti na watu wa makabila tofauti. Na ndiyo maana kupitia misingi ya dini dunia imekuwa na amani. Dini zote duniani, pamoja na tofauti ya makabila ya wafuasi wake, pamoja na tofauti ya matamanio ya wafuasi wa hizo dini, lakini dini zote zinahubiri amani, kwa sababu amani ndiyo njia ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu ambaye pia anaitwa amani. Ndugu zangu, wana kongamano hili, nikitoa mfano nitakwambieni, wasomi wa dini ya Kiislamu wameugawanya undugu sehemu tano. Yani duniani kuna undugu tofauti wa aina tano. Aina ya kwanza ni undugu wa asili, al-ukhuwatul asliya, undugu wa asili. Kwa asili yetu sisi sote ni ndugu, maana tumezaliwa na baba mmoja mama mmoja. Lakini pia kuna undugu wa kitaifa. Binadamu wakiishi kwenye taifa moja, wao ni ndugu. Tunao undugu wa tatu, undugu wa kikabila. Watu wakiwa kabila moja pia wao ni ndugu. Lakini pia tuna undugu wa damu, yani undugu wa koo zetu na familia zetu. Na undugu wa tano ni undugu wa kiimani. Undugu huu wa kiimani, huu una maana zaidi kuliko hata ule wa kitaifa, kuliko hata ule wa kikabila, kuliko aina zote, kwa sababu kwenye imani ndipo tunapokutana wote ili tupate kuishi kwa amani. Mmoja katika wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwahi kusema, anaitwa Hassan ibn Thabit, annasu min jihati taswiri abna'u abuhum Adamu wal ummu Hawwa'u fa in yakun lahum shay'un fi aslihim yatafakharuna bihi fa-at-tin wal ma'u. Sisi sote ni ndugu moja, na Mungu katukusanya kwenye chombo kimoja kinaitwa dini ili tuishi kwa amani. Kwa hiyo chimbuko la amani katika dini ni mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na amewatuma mitume wote duniani kuja kutangaza hilo jambo la amani, ili dunia iendelee kuwa mahala pazuri na pa amani pa kuishi. Na amani hiyo ikiheshimiwa, ikasikilizwa na ikatunzwa, matarajio ya wengi tukiwemo sisi hapa, ndipo tutakapomwabudu Mwenyezi Mungu vizuri, tutakapotafuta riziki za halali kwa vizuri, na mwisho wa maisha yetu tuende kuishi mahala pa amani. Ndugu zangu, nikimalizia maudhui haya ni kwamba kama nilivyosema, tunatofautiana matamanio, lakini kuna mambo ambayo tunakutana wote kwenye kuyatamani. Yani kuna maeneo sote tunatamani sawa. Eneo moja katika hayo, na ndiyo kubwa, ni matamanio ya amani. Ninavyofahamu, kullu insanin aqil, mwanadamu yoyote mwenye akili timamu, pengine awe mgonjwa na pengine ugonjwa wenyewe ni wa akili, lakini kama akili zake ni timamu, kila binadamu popote alipo anaitamani amani. Kila mtu anatamani amani, kwa sababu asili yetu ni amani. Sasa kwenye nchi yetu, kwa mujibu wa sheria za nchi yetu,
Ni haki ya kila Mtanzania kuchagua na kuchaguliwa. Kwa hivyo tuna watu wanatamani kuchaguliwa na wengine wanatamani kuchagua. Licha ya tofauti hizo, sote tunakutana kwenye kuihitaji amani. Anayechaguliwa lazima awe anataka amani, na ambaye anachagua anahitaji amani, kwa sababu asili yetu ni amani. Tuwaombe wote wa pande zote, wanaochagua na wanaochaguliwa, tushirikiane kuilinda amani. Bila ya kuwepo amani, hakuna jambo litakalofanyika kwenye dunia hii likawa. Na muomba Mwenyezi Mungu atulindie amani, na Mungu awabariki nyote. Asanteni sana. Lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya amani ya viongozi wa madhehebu ya dini mbalimbali mkoa huu wa Dar es Salaam, lakini pia ni muasisi wa kamati za amani zilizoundwa ndani ya nchi yetu hii ya Tanzania, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati wa Jumuiya ya Maridhiano Tanzania. Sheikh wetu Alhaji Musa Salum falyatafadhal mashkura, na yeye atakuja na mada ya mahusiano kati ya amani na uhusiano wa kiimani. Mheshimiwa Sheikh mwenyekiti, karibu sana. Na hii mic ni ya kwake, ni mic ni ya kwake, naomba nimkabidhi. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، amani yetu, maendeleo yetu. Waheshimiwa viongozi wenzangu wa meza kuu, washiriki wenzangu, viongozi wa dini mbalimbali na madhehebu mbalimbali, tukiwa katika kongamano muhimu la amani la viongozi wa dini, hasa katika siku hizi ambazo tunazokwenda nazo, taifa letu likielekea katika uchaguzi mkuu. Kwa hakika nimshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema mbalimbali ambazo ametujalia sisi wa Tanzania. Ndugu washiriki wenzangu, tunapozungumzia amani na mahusiano ya kiimani, nikianza na amani niseme assalamu ismu min asma'illah wa qawlan min rabbir rahim wa tahiyyatuna ahlul islam. Amani ni jina katika majina ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana majina mengi, miongoni mwa majina hayo ni amani, assalam. Na amani ni neno ambalo litokalo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qawlan min rabbir rahim. Lakini maamkizi yetu sisi ahlul islam ni assalamu alaikum, amani ya Mwenyezi Mungu iwe nawe. Salamu qawlan min rabbir rahim, amani ni neno ambalo litokalo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwingi wa rehema. Qur'ani imesajili tamko la amani kwa manabii mbalimbali, ikasema salamun ala Ibrahim kadhalika najzi muhsinin, amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwa Ibrahim, Abraham, abul anbiya, baba wa mataifa yote, amani iwe kwake. Namna hivi ndivyo tunavyowalipa watendao wema. Salamun ala Musa wa Harun inna kadhalika najzi muhsinin, amani iwe kwa Musa na Harun, namna hivi ndivyo tunavyowalipa watendao wema. Salamun ala Nuhin fil alamin, amani iwe kwa Nuhu kwa ulimwengu wote.
salamun ala Ilyasin inna kadhalika najzi almuhsinin, amani iwe kwa Ilyas, namna hivi ndivyo tunavyowalipa watendao wema. Na Jesus alayhi salatu wassalam, Masihi Isa ibn Maryam alipozaliwa akasema, wassalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya, na amani iwe kwangu siku niliyozaliwa na siku nitakayokufa na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Huyu ni Masihi mwana wa Maryam, mtoto wa pekee ambaye aliyezaliwa kwa njia ya Roho Mtakatifu, bi Ruhi Qudus, kama Qur'ani inavyosajili, fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiyan. Qur'ani imeelezea namna alivyozaliwa Masihi Jesus alayhi salatu wasallam vya kutosha kabisa, kwamba amezaliwa yeye ni roho wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni ruhu Allah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, na ni neno lake Mwenyezi Mungu alilolitupa kwa Bikira Maria, kwa Maryam alayha salam. Mimi wanapenda kuyataja haya majina kama mwenyekiti, ili kuleta uwiano, watu wasikwazike kwenye eneo hili la majina, kwamba ukisema Bikira Maria maana yake ndio Maryam binti Imran, ndio mama wa Masihi alayhi salatu wasalam. Au ukisema ndani ya Qur'ani kuna sura nzima inaitwa sura ya Bikira Maria, maana yake ndio surati Maryam, ndio surati Maryam. Kuna vitu vingine, nakumbuka mufti ana usemo wake, anapenda kusema aljahlu arun la yarda bihi illa himar, ujinga ni aibu ambayo hairidhii isipokuwa punda. Punda ndiye ambaye anaridhia ujinga. Sasa vitu vya namna hii tunaposema, maana leo hatuchelewi kuedit maneno, unaweza ukaedit maneno alafu ukasema shekhe wa mkoa amesema Isa ibn Maryam ni neno la Mungu na roho wake, si ndio Qur'ani iliyosema? Qur'ani ndivyo iliyosema. Au mwingine anasema huyu shehe bwana anapenda sana kuwafagilia wa Kristo. Si wafagilia wa Kristo, nazungumza ukweli ambao Qur'ani inamzungumzia Isa ibn Maryam alayhi salam. Sasa Mwenyezi Mungu akimnukuu Isa ibn Maryam, wassalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya, huyo ni Masihi Jesus alayhi salatu wassalam. Salamun bima sabaqtum fa ni'ma uqba dar, siku ya kiyama watu wa peponi wataambiwa amani kwa yale ambayo mliovumilia. Wa tahiyyatuhum fiha salam, na watu wa peponi pia maamkizi yao yatakuwa ni amani. Salamun hiya hatta matla' al-fajr, ni amani mpaka kunachomoza alfajiri. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, na amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwa manabii wote na kila sifa njema za mstahiki Mwenyezi Mungu mlezi wa viumbe wote. Ndugu zanguni, nimetanguliza hizi aya ndani ya Qur'an ambazo Mwenyezi Mungu anawataja manabii mbalimbali, ambapo sisi kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid, mitume yote ni ndugu na dini yao ni moja, kwa maana dini ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ala annahu wahid, kwamba yeye ni mmoja muumba wa mbingu na ardhi. Sasa wote hao Mwenyezi Mungu amewapelekea salamu za amani. Ndugu zanguni, al-amnu mas'uliyya insaniya daruriyya, amani ni jambo ambalo ni masulia ya lazima kwa mwanadamu. Yani mwanadamu kuhitajia amani ni jambo la lazima. Wal-amnu matlubun fitriya, na amani ni jambo ambalo kimaumbile kila mtu anahitaji amani, au salama, asibughudhiwe, asiudhiwe,
asivunjiwe heshima yake. Kila mmoja anahitaji amani, asiguswe. Inakwenda zaidi yeye na familia yake na taifa lake na kila kitu. Leo ukiangalia mathalan hata mbwa, ukapita mahala mbwa amekaa pale, alafu wewe ukafika mahala ukainama unaokota jiwe, akikuona tu anajua sasa huyu anataka kuvuruga amani, atanyanyuka yule mbwa huyo, ataondoka zake. Kunguru juu ya mti au njiwa au ndege yote, ukiinama tu hivi akikuchora akakuona, sema huyu jamaa sasa anataka kuvuruga amani, yalla anaruka. Ni amrun fitriya, ni jambo ambalo lile kimaumbile, fil khalaiq kulli, kwa viumbe wote. Kila kiumbe anahitajia kuwa na amani, awe salama. Hayatun bila amnin hayatun ba'isa, maisha yoyote bila amani ni maisha mabovu ambayo haiwezekani. Ni lazima tuwe na amani. Lakini tunapoangalia mahusiano ya kiimani, mahusiano ya kiimani, sisi tunaitwa au dini zetu zinaitwa al-adyanu as-samawiyya au al-adyanu ibrahimiyya. Huitwa hivyo kwamba ni dini ambazo zina asili ya mbinguni au dini ambazo zina asili ya baba yetu Ibrahim au Abraham alayhi salatu wasalam. Dini hizi kimsingi zinafanana katika baadhi ya mambo na utofautiana katika baadhi ya mambo. Kwa kiimani wote tunamwamini Mwenyezi Mungu mmoja, kwamba ndiye aliyetuumba sote hapa, yuko juu mbinguni. Tunaamini hivyo, awe juu mbinguni, awe fi kulli makani, kila mahala, lakini maujude yupo. Lakini kaifia ya kumwamini, tunavyomwamini sisi Mwenyezi Mungu, inawezekana ni tofauti na wanavyoamini wenzetu wa Kristo. Sisi tunamwamini Mwenyezi Mungu ala annahu wahid la sharika la, ni mmoja, hana mshirika. Wenzetu wanamwamini katika utatu mtakatifu, lakini kimsingi ni yule muumba wa mbingu na ardhi. Ukiangalia katika malaika, nu'minu bil malaika, wote tunaamini kwa wako malaika. Mwenyezi Mungu ana malaika, amewaumba na kazi zao amewaumbia. Lakini kaifia ya namna tunavyoamini, sisi tunawaamini la yakuluna wala yashrabun, hawali hawanywi, la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun, hawa muasi Mwenyezi Mungu kwa yale wanayoyafanya, siku zote wanafanya walioamrishwa na Mwenyezi Mungu. Sisi Waislamu tunaamini hivyo, lakini kwa wenzetu wa Kristo unaweza kukuta wanaamini tofauti. Tunaamini ya manabii, sote tunaamini Mungu kaleta manabii. Sisi tunaamini ala annahum ma'sumin, kwamba umekingwa na dhambi, hakuna nabii anaweza akatenda dhambi. Tunaamini hivyo, lakini kwa wenzetu wa Kristo unaweza kukuta kuna tofauti. Zote hizi ni imani, ni imani, ni mahusiano ambayo tunayo katika imani. Lakini kimsingi kila mmoja anaamini dini yake ndiyo sahihi kuliko nyingine. Sisi Waislamu tunasema inna dina inda Allahi al-Islam, hakika mfumo wa maisha mbele ya Mwenyezi Mungu unaokubaliwa ni Uislamu. wa man yattaqi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, atakayetaka mfumo usiokuwa wa Kiislamu hatakubaliwa. Hii ni imani yetu sisi Waislamu, na Wakristo nao wana imani juu ya usahihi wa dini yao, na wana maandiko juu ya usahihi wa dini yao. Na ndio maana baba askofu Malasusa yuko kule, baba askofu kabaki kule, mimi shekhe niko huku. Lakum dinukum waliya dini, mimi na mfumo wangu wa namna ya kumtafuta Mwenyezi Mungu, na nyinyi mna mfumo wenu wa namna ya kumtafuta Mwenyezi Mungu. Tumetofautiana hivyo, na jambo hili ni vyema kila mtu akajua
yani ile kujuana kwamba mwenzangu anaamini vipi ni jambo jema sana, ili muendelee kuheshimiana kwamba mwenzangu katika hili anaamini 1, 2, 3. Ukilijua maana yake utavunja utukufu wake na matukufu alionayo, na huu ndio msingi ambao unatuletea amani. walau shaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida ay ala aqidatin wa shari'atin wahida. Lau angetaka Mola wako Muhammad angewafanya watu wote wangekuwa na imani moja, lakini Mwenyezi Mungu kwa fadhili zake ametufanya tukawa na imani tofauti na kwa hekima anayojua yeye. Tunachotakiwa sisi ni kuheshimiana na kupeana amani. Na kwa mwaka 78 kule Jerusalem, Mayahudi walikuwa wamebeba bango. Tunajua Palestini na namna wa Palestini wanavyoendelea kupata madhila kule. Mayahudi wale walibeba bango limeandikwa, idha lam takun yahudiyan fala tastahiqu alhaya, kwamba wewe utakapokuwa si Yahudi ustahiki kuishi ndani ya Palestina, ndani ya Jerusalem. Kama wewe si Yahudi ustahiki kuishi. Wamebeba bango katika maandamano. Maneno haya si sawa sawa, kwamba kama wewe si Yahudi ustahiki kuishi. Sasa ikitokea nao Wakristo wakabeba bango hilo, wanasema idha lam takun nasraniyan fala tastahiqu alhaya, kama wewe si Mkristo ustahiki kuishi. Huwezi kuishi kama wewe si Mkristo. Tuchukulie naye Muislamu anabeba bango, anasema idha lam takun musliman fala tastahiqu alhaya, wewe kama si Muislamu hustahiki kuishi. Kila mtu akibeba bango la namna hiyo, alafu mnakutana barabarani kwamba kila mmoja anajiona yeye ndiye anastahiki kuishi kuliko mwingine, hii ni hatari na ni jambo ambalo si la sawa sawa. Wal ardha wad'aha lil anam, viumbe wote wanadamu na wasiokuwa wanadamu Mungu amewawekea ardhi hii ili waishi pamoja, pamoja na kutofautiana kwao. Ndugu zangu, kwa hakika tunapozungumzia amani tunazungumzia jambo kubwa sana, hasa katika wakati huu ambao tunaoishi. Nimalizie kuwahusia kama ilivyoelekezwa kwamba wagombea tulio nao tunawahusia kwanza wamche Mwenyezi Mungu na wamuogope Mwenyezi Mungu. Huo ndio wahusia wa kwanza. Isije kafika mahala wagombea hawa wakataka kufanya miili ya Watanzania na damu za Watanzania ndio kapeti lao la kuwapeleka Ikulu. Tusiwafanye Watanzania na damu za Watanzania kuwa ndio red carpet za kuwapeleka Ikulu kwa lazima. Ni vizuri wagombea wakatumia lugha za kuheshimiana, wagombea wakakubali matokeo. Hakuna mshindi ambaye atapatikana bila ya kutaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ndiye anayetaka wewe uwe. Ikitokea diwani wako, mbunge wako, rais wako uliyemtarajia hakupata, wewe ridhia, kwa sababu anayetoa uongozi huo, urais huo, udiwani, ubunge ni Mwenyezi Mungu pekee. Nakumbuka katika hadithi al-Quds Mwenyezi Mungu alisema, ya ibn Adam anta turidu wa ana urid, in sallamtuka li fi ma turid abta'ituka fi ma turid wala yakunu illa ma urid. Mwanadamu, anta turidu wa ana urid, wewe unataka yako na mimi ninataka yangu. Wewe unataka na mimi ninataka. In sallamtuka li fi ma turid, ikiwa nitakuacha katika yale unayoyataka, abta'ituka fi ma turid, nitakutaabisha katika hayo unayoyataka, utakwenda huku na kule.
wala yakunu illa ma urid, na wala hayawi illa ninayoyataka mimi. Kwa hiyo pamoja na juhudi zote hizi, Mwenyezi Mungu anajua ni nani ambaye atakuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anajua nani atakuwa ni mbunge wa jimbo kadhaa, anakuwa nani atakuwa diwani. Mwenyezi Mungu anajua yote. Kwa hiyo wagombea tunawasihi wamtangulize Mungu na wakubali matokeo, na pengine ukikosa huenda ikawa ni kheri kwako. Mwenyezi Mungu anajua maslahi yetu kuliko mtu yoyote. Wanadamu kuna wakati huwa tunakuwa na kupa ya mambo, lakini Mungu anajua maslahi yetu. Anaweza akakunyima sasa akakupa baadaye. Huo ni utaratibu Mwenyezi Mungu. Lakini pia niwahusie wapige kura. Niwahusie wapige kura kwamba tuitumie haki yetu ya msingi ya kwenda kupiga kura kwa utulivu na amani. Tufuate taratibu tulizoelekezwa siku ya uchaguzi. Kapige kura yako, usivae nembo ya chama chochote, usiashirie siku ile utampigia nani. Kura ni siri yako. Tuitumie haki hii kuwachagua viongozi wetu. Sote tunatapatapa, tunahangaika, lakini anayemjua kwa hakika kiongozi ni nani ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mimi nawahusia, lakini pia navihusia na vyombo vya ulinzi na usalama, navyo vifanye kazi yake kwa weledi. Tume ya uchaguzi, msajili, wasimame katika haki, wasimame katika uadilifu, wahakikishe kwamba kama walivyotuvusha katika chaguzi zote zilizopita, watuvushe pia katika hili kwa salama na amani. Maana huu si uchaguzi wa mwanzo. Tanzania si wageni wa chaguzi hizi, wala si wageni wa demokrasia. Tunajua tulivukaje katika miaka hiyo, na hili pia tutavuka salama, na Tanzania itaendelea kubaki. Amani yetu, maendeleo yetu. Amani yetu, maendeleo yetu. Asanteni sana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katika ratiba kuna mada kama mbili zinajionyesha, kwa hiyo tutakupa hii mada ya mwisho ya uhuru na utii. Mheshimiwa Mkurugenzi, karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa niwaamkie kwa maamkizi bora kabisa ya Kiislamu, maamkizi ya kheri, maamkizi ya amani, maamkizi ya baraka na maamkizi ya watu wa peponi. Kwa Kiarabu niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na kwa Kiswahili niseme amani ya Mungu iwe juu yenu. MC amenipa dakika 10, lakini bahati mbaya zaidi na akanipangia mada nikiwa hapa hapa, wakati mada niliyopewa tangia jana nimekusha kuja nayo. Kwa kuwa nina mada mbili na sijui imekuwaje katika ratiba nimewekwa mara mbili, wacha niseme kile nilichokipanga. Ndugu MC, mada niliyotumiwa maadili na uongozi. Ninachotaka watu wote wakifahamu ya kuwa dunia hii na ulimwengu huu umeumbwa na muumba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naye yupo juu ya mbingu, juu ya arshi.
Wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoiumba dunia hii, hakutaka dunia iende kiholela holela, bali alitaka dunia iende katika mstari. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akapanga kumuumba baba yetu Adam. Ni mtu pekee asiyekuwa na nasaba, ni Adam bin nani bin Sefuri, hana baba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaambia malaika kama ilivyokuja katika sura ya pili, Suratul Baqara. Anasema Mwenyezi Mungu, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kumbukeni Mola wenu mlezi aliposema kuambia malaika, hakika yangu mimi nataka sasa nimpeleke mtawala, kiongozi katika ardhi. Hakusema nataka kumuumba mtu, kasema nataka kumleta khalifa, mtawala, kiongozi. Malaika wakashtuka, kwa sababu wao ndio viumbe wasiomuasi Mwenyezi Mungu, viumbe watukufu watakatifu. Wakasema qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mola wetu mlezi, unapanga kumuumba na kumpeleka mtawala ardhini, dunia iendeshwe kiutawala na madaraka. Hivi unataka kumuumba na kumpeleka ardhini na ulimwenguni mtu ambaye atakuja kuleta uharibifu na ufisadi katika ardhi yako, na atakayekuja kumwaga damu? Kabla ya hata baba yetu Adam kuumbwa, malaika wamekwisha kuwa na waswasi na sisi, na Waswahili wanasema waswasi ni akili. Angalizo la malaika kwamba unataka kumuumba, kumpeleka duniani kiongozi, mtawala atakayetawala na kuendesha dunia hii, na hapa hakusudia Adam peke yake, bali yeye na kizazi chake. Unataka kuwapeleka na kuwaumba viumbe ambao kwanza wataleta ufisadi na uharibifu katika ardhi. Suali nataka kuwauliza, mimi ninavyojua baba yetu Adam ni mcha Mungu, mwadilifu, mwaminifu. Kwa mujibu wa Uislamu ameishi miaka 1000 duniani, hajapatapo kuiharibu dunia wala kuharibu amani. Kweli si kweli? Sasa ufisadi, uharibifu, uvunjifu wa amani, haya yapo katika ulimwengu wetu huu au hayapo? Kwa swali langu hili. Yapo. Haitemo. Yapo, hayapo? Ina maana utabiri wa malaika umefanya kazi. Waswasi wa malaika, angalizo la malaika limekuwa ni la kweli na la haki kabisa. Dunia yetu ndugu zangu iko bukheri, naibu zamanana wal aibu fina. Imam Shafi'i katika maimamu wakubwa wa Kiislamu anasema tunaitia doa dunia yetu na kuzitia doa zama zetu, ili hali dunia bado ipo bukheri wa afya. Dunia haina shida, shida ipo kwa wale walioharibu dunia ambao ni mimi na wewe, watoto wa Adamu. Ndugu zangu, mfumo huu wa utawala katika dunia, mfumo huu wa uongozi katika dunia si jambo lililokuja kiholela,
bali yule bingwa wa mabingwa aliyenyanyua mbingu 7 pasina nguzo. Hivi ndivyo alivyokwisha kadiria na alivyotaka. Ina maana kupitia aya hii tukufu, kiongozi yoyote, mtawala yoyote atakayekuja kuleta uharibifu, ufisadi, baada ya wewe kutulia, wakiwa wanatoa manunguniko na malalamiko yao kwa nabii wa Mungu Musa alayhi salam, Nabii Musa akawaambia, asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Msiwe na haraka, huenda Mola wenu mlezi hivi punde atamwangamiza adui wenu ambaye ni Firaun na ameangamizwa katika bahari. Lakini baada ya yule aliyewatesa kwa muda mrefu ambaye ni Firaun, Mola wenu mlezi atakapomwangamiza, atakupeni nyinyi ile hatamu ya kuendesha dunia. Mola wenu mlezi hafanyi hayo isipokuwa ili apate kujua na kuona mtafanya nini. Viongozi kwa rika zote, kwa tabaka zote, mufahamu ya kuwa hapa mulipo hamuna salama, bali mnachunguzwa na kumulikwa na kamera kutoka mbingu ya 7. Kwa sababu Nabii Musa alisema kuambia wana wa Israeli, atakapokupeni uongozi na utawala katika ardhi, atawakalia na kuwatazama mtafanya nini katika ulimwengu wake huu. Ndugu zangu, Nabii Daud alayhi salam, kama ilivyokuja katika sura Sad, sura ya 38 aya nambari 26, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia, ya Daudu, ewe Daudi, inna ja'alnaka fil ardi khalifa, hakika yangu mimi nimekujalia na nimekuteua uwe khalifa, mtawala, kiongozi katika ardhi. Sasa akampa miiko ya uongozi, vigezo vya uongozi, masharti ya uongozi na maadili ya uongozi kwa ujumla. Akamwambia, fahkum baina nnasi bilhaq, basi hukumu baina ya raia wako na watu wako kwa haki, usawa na uadilifu. Wala tattabi'i lhawa, na katu usifuate matamanio ya nafsi yako. Ndugu zangu, kwa mara hii nilitamani angalau nipewe nusu saa, mimi shekhe na kijana wa Dar es Salaam, jiji la gharama, haliishi kwa hamahama na watu wake hawaishi lawama. Dar es Salaam buli sharti kwa kulalama, na ukishindwa Dar es Salaam utahama. Na kama huamini ulize mama, na dalili zote za Dar es Salaam ni dalili za kiyama. Kwa sababu tunapozungumzia leo uongozi, kwanza tufahamu ya kuwa uongozi umetokea wapi. Si kitu necha tu, bali ni mifumo sahihi iliyokwenda shule, iliyotoka kwa muumba wetu, Mola wetu mlezi, naye si mwingine ni Allah jalla fi'ala. Ikiwa hivi ndivyo ilivyo, kwa mujibu aya hizi, aya zilizobeba mifumo ya uongozi na maadili yake kwa ujumla: moja, viongozi tunaowataka kwanza wawe mstari wa mbele kupiga vita uharibifu na ufisadi katika ardhi yetu, kwa sababu Mola wetu mlezi alipotuleta katika ardhi hii, ardhi ilikuwa salama, haina tatizo lolote. Machafuko, matatizo, ufisadi na uharibifu vyote vimetokana nasi. Lakini jambo la pili, kiongozi lazima aje kulinda amani na usalama wa watu wake.
Ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopata kuijalia maisha bora akasema ni mambo makuu. Atakayepewa mambo makuu, huyo dunia yote imekokotwa na kuletwa chini ya miguu yake. Jambo la kwanza, man asbaha minkum aminan fi sirrihi, atakayeamka miongoni mwenu hali ya kuwa ana amani na usalama wa kutosha katika mazingira yake. Amani ametanguliza kabla na kuliko kila kitu. Muafa fi jasadihi, jambo la pili, atakayeamka miongoni mwenu ana afya katika mwili wake. Jambo la tatu akaleta maisha akasema indahu qutu yaumihi, na kisha akawa ana chakula cha siku yake, bajeti ya siku yake. Atakayepewa haya matatu, amani, afya njema, chakula cha siku, faqad hizat lahu dunya bihadhafiriha, huyo ndio dunia yote imekokotwa na kuletwa chini ya miguu yake. Ndugu zangu, uongozi una miko yake na una maadili yake. Maadili katika uongozi, nafasi ya maadili katika uongozi ni sawa na nafasi ya roho katika mwili. Kama ambavyo mtu hawezi kuishi bila ya roho, hal kadhalika kiongozi bila ya maadili hatofai popote pale alipo. Innama al-umamu al-akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Hivi ndivyo wanavyotuambia wanawachuoni wa Kiislamu. Watu wasifika kwa maadili jamaa. Mtu hasifiki kwa uzuri wake, hata uwe handsome boy, iko siku utazeka tu handsome, utaondoka. Ukiwa binti watakuita beautiful, utakuja kuondoka, utakuja kuchakaa tu. Lakini maadili na tabia njema hata siku moja hivi haviwezi kuchakaa. Lidhalika akasema mwanachuoni mmoja, salahu amrika bil akhlaqi marji'uhu faqawwim nafsa bil akhlaqi tastaqimi. Siri ya mafanikio yako wewe mwanadamu yapo katika kutengamaa kwa tabia zako, maadili yako. Basi hakikisha nafsi yako umeinyosha, isimamie vizuri maadili na tabia njema, hakika nawe kwa ujumla utasimama. Ndugu zangu, naomba nichukue dakika moja nigusie na hii ya mada ya pili. Kwa kweli hata sikuweza hata kuitazama kwa sababu niliona moja tu. Shekhe, utaniwe radhi kwa sababu alafu wewe ni mtu wa Temeke mwenzangu. Temeke ni mji wa makeke, ikaa vibaya tunakupiga mateke. Jamani, mimi kijana niwe radhi, vumilieni kidogo wazee wangu. Mada ya pili, uhuru na utii. Mola Mlezi ametuumba kila mmoja wetu awe huru. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, kiongozi wa pili aliyekuja kuongoza Uislamu mara baada ya kufariki kwa mtume wetu Muhammad. Alipoondoka mtume wetu Muhammad, alikuja kushika utawala sahaba wake, mwanafunzi wake anaitwa Abu Bakar as-Siddiq. Alipofariki Abu Bakar akaja Umar, ina maana ni watatu sasa baada ya mtume. Anasema mata sta'badtumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Hivi tangia lini mnawafanya watu kwa watumwa wakati tangia mama zao wanawazaa wamewazaa wakiwa huru? Hata watumwa leo, hakuwa mtumwa alipotoka katika tumbo la mama yake, na utumwa hukuja alipokuwa bado angali ni mchanga. Utumwa umekuja baadaye baada ya kutekwa na kufanyiwa utumwa. Kwa ndugu zangu, uhuru ni kitu cha msingi sana.
Kwa Mwenyezi Mungu ametupa uhuru sote, na uhuru ni haki ya kila mwanadamu katika ulimwengu, sababu ardhi hii mwisho wa siku si ya mtu, ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walidhalika Sayyiduna Umar huyu kiongozi ambaye waheshimiwa haitebo, kwa mujibu wa historia ya Uislamu, hakuongoza nchi moja, aliongoza dunia nzima. Wakati huo alikuja mtu mmoja kutoka Roma, anamtafuta kiongozi wa Waislamu, kwenda nyumbani kwake amemkosa, ofisini kamkosa, msikitini kamkosa, amemkuta hali ya kuwa amelala chini ya mti, mtawala wa dunia nzima, mwanafunzi wa Bwana Mtume Muhammad. Wakati amelala akamsemea maneno yafuatayo, akamwambia aminta adilta fa aminta fanimta. Anasema ajabu yaliyojiweka kwa mtawala wa Waislamu na kiongozi wa Waislamu, wewe unatupasua sisi kichwa, leo unakukuta chini ya mtu umelala na umevua kanzu, uko tumbo wazi. Hakika si vinginevyo kilichokufanya ujisikie huru kiasi hichi, ila ni kwa sababu ya utendaji wako wa haki, uadilifu wako. Baada ya kuwa mwadilifu, ndio maana ukaweza kupata amani, ukathubutu kulala chini ya mti huo. Mwisho, utii. Mwenyezi Mungu huyu aliyetuumbia nature kuwa dunia hii iongozwe na viongozi, ametuagiza vile tutakao wateua sisi, tuna wajibu wa kuwatii na kuwasikiliza na kuwaheshimu katika Uislamu pindi ambapo hawatovuka mipaka ya Mwenyezi Mungu. La ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiumbe pindi anapokuamrisha kumuasi Mola. Hii ndio imani yetu na huu ndio Uislamu wetu. Mwisho ndugu zangu, kwa kuwa kongamano limebeba anwani ya amani, na viongozi wengi wamesema kwamba amani si jambo lililokuja kiholela. Ijumaa iliyopita niliwaambia waumini msikitini kwangu, amani sio uyoga. Uyoga mnafahamu ndugu zangu, ni mmea fulani unaota wenyewe bila kuoteshwa na mtu yoyote. Amani sio mmea, sio uyoga. Amani ni zao linalotokana na haki, usawa na uadilifu. Taifa hili la Tanzania lazima misingi yake tuimarishe, na misingi yake hakuna kinachoimarisha kuimarika kwa misingi yake, si kwa nondo, si kwa tofali, si kwa zegi, si kwa simenti, si kwa michanga, bali ni kwa haki, usawa na uadilifu. Mwisho, kwa kuwa wote mliotangulia kabla yangu mmesahau, niseme hili la mwisho. Katika sura ya pili Al-Baqara aya nambari 127, baba yetu Ibrahim alayhi salam, baba wa imani, baba wa tauhid, baba wa aqida, hakusahau kuliombea taifa lake. Watanzania popote pale mlipo, msisahau kuliombea taifa lenu hili, ili jahazi ya MV Tanzania siku zote iweze kujinafasi, itembee kwa mapana na marefu katika bahari ya Tanzania bila ya noma wala kokoro, bila ya shida yoyote, na katu tusikubali yoyote kutoboa jahazi letu. Nabii Ibrahim anasema, rabbi ij'al hadha baladan amina, ewe Mola wangu mlezi, ujalie mji wangu huu uwe ni mji wa amani. Nani mcha Mungu katika sisi sote? Nyie nyote mliohudhuria, mpaka viongozi wa dini waliopo katika meza hii, sote tukichanganywa na akawekwa pembeni Nabii Ibrahim, baba wa imani, nani anaweza kumfikia kwa imani? Nani anaweza kumfikia kwa ucha Mungu? Kama ni mtumishi wa Mungu, basi Ibrahim ni mtumishi wa Mungu bora kuliko mimi na wewe na nyote mliohudhuria huko ndani. Aliombea taifa lake, akasema, ewe Mola, ujalie taifa langu kuwa la amani. Mwenyezi Mungu, nami nakuomba kwa rahma zako, baraka zako na kwa nguvu zako zilizoweza kunyanyua mbingu saba pasina nguzo, ijalie taifa hili la Tanzania liendelee kuwa taifa la amani, usalama na utulivu, na jahazi letu siku zote libakie kwa salama salimini, na kila anayetaka
kutoboa jahazi hili, muongoze, muondolee ushetani anayetuelekesha kutaka kutoboa jahazi letu, na kama haondoki basi mtoboe yeye mwenyewe ili sisi tubaki salama salimini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lakini muda wetu si rafiki sana, na ilikuwa sasa hivi kwa ratiba yetu ilikuwa tumalize kongamano letu, lakini mpaka sasa hivi tumebaki na kama viongozi watatu. Kwa hiyo si adabu mimi kuja kusimama hapa kukuashiria kwamba muda wako umekwisha. Basi hizi dakika ambazo tulizokuwa nazo, yapo tutumie dakika 5 ili mradi kwamba tuweze kumaliza kongamano letu hili. Sasa hivi nimlete kwenu Sheikh wetu Yusuf Diwani, yeye atakuja amani ni baraka. Katika ratiba zetu huko amani na baraka, lakini tuseme amani ni baraka. Kwa hiyo Sheikh Yusuf Diwani, mimi shekhe wangu ndio baraza la mashehe, kukupa muda sitoweza, lakini tuchunge na muda kwa wakati huu ambao tuliokuwa nao. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa lugha ya Kiswahili tunasema amani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwe juu yetu. Ndugu zangu, leo tupo hapa katika jambo muhimu sana. Jambo hili ni katika kutazama namna gani tunaweza kufanya ili kuidumisha amani ndani ya nchi yetu, na hasa ukitazama tupo katika masiku machache kuelekea katika uchaguzi mkuu. Kongamano kama hili ni muhimu sana, na kwa muda huu mfupi nilitakiwa niweze kusema na kueleza katika mada yenye anwani amani na baraka. Katika amani kuna baraka. Sasa hizo baraka zinakuwaje na amani inakuwaje? Tunatakiwa kufanya nini ili kuweza kuilinda amani ya nchi yetu? Na pili, tunapoiharibu tutapata madhara gani? Na pili, tunapoiharibu, je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuacha hivi hivi? Maana yake ni kwamba kila mmoja azingatie kwa kina sana katika suala la amani. Ndugu zangu, tunapoeleza amani na baraka ni maneno yaliyosemwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Suratul Nahl aya ya 112. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هيا ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Suratul Nahl aya ya 112. Mwenyezi Mungu anasema, وضرب الله مثلا قرية, Allah anapiga mifano kwa watu wenye akili timamu. Watazame katika mji maalum ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anatupigia mifano, anasema kanat aminatan mutmainna, mji huo ulikuwa na amani pamoja na utulivu. Hapa kuna mambo ya msingi sana ya kuyazingatia. Mwenyezi Mungu anatuambia mji huo ulikuwa na amani na utulivu. Nini natija ya kuwa na amani na utulivu katika mji? Mwenyezi Mungu anasema natija au faida au manufaa ya amani na utulivu katika mji, Mungu anasema yatiha rizquha ragadan min kulli makani, Allah atawajalia watu wake, watu wa mji huo ambao una amani na utulivu, kila mmoja kwa namna yake Allah atampa riziki yake, kwa kuwa mipango ya kazi itakwenda vizuri, mipango ya biashara utaifanya vizuri, shughuli zako zitakwenda vizuri, kwa sababu pana amani pamoja na utulivu katika mji huo. Kwa hiyo natija ya amani na utulivu
ni watu kufanya shughuli zao vizuri, watu kufanya biashara zao vizuri, lakini kadhalika na mambo yaende katika hali ambayo iliyokuwa bora kwa hurma na utukufu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena anasema riziki hiyo au mafanikio haya yatakuja raghadan, kwa hali nyepesi sana, kwa maana mtu atakuwa mwenye mipango yake midogo tu, Mwenyezi Mungu anampa riziki kwa kiwango kikubwa, kwa sababu tayari kuna amani na utulivu katika mji. Lakini akasema fakafarat bi'an'amillah, kuna baadhi ya watu wanaweza wakazikufuru, wakazipinga, wakazivuruga neema za miji ambayo ndani yake ina utulivu. Sikiliza balaa linalokuja kwa mtu ambaye atakayevuruga neema, yani akavuruga utulivu na amani katika mji. Angalia balaa linalokuja, baraka ya mji sasa inakwenda kuondoka, kwa sababu yupo mtu kazi yake ni kuvuruga ile amani ya mji. Mwenyezi Mungu anasema faadhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawf, basi kwa mtu kuivuruga amani ikapotea katika mji, ikapotea katika nchi, basi amani, watu watapata njaa kali sana katika mji ambao amani imetoweka. Lakini sio njaa tu, hata hofu, wasiwasi wa nafsi utatawala katika miji ambayo amani haipo, imetoweka, kwa sababu ni matunda ya kuivuruga ile amani katika hali za aina kali. Kwa mazingira kama haya, ndio maana tunasema kuna haki ya msingi sana ya kuilinda ile amani na utulivu, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawasawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, katika miongoni mwa wanavyoni wa Kiislamu wanatueleza katika sala la amani pamoja na utulivu, wanasema maqadan min maqasidi sharia, nasema ni muhimili miongoni mwa mihimili iliyokuwa bora inayoweza kuwafanya watu wanaoishi katika sehemu yenye amani wanaweza majambo yao na sheria za dini zao zikaenda vizuri, kwa sababu walipo ni mahala ambapo palipotawaliwa na amani, pana utulivu, hofu inaondoka, watu sasa wanafanya mambo yao kwa utulivu wa hali ya aina yake. Lakini wakasema pia wanavyoni katika makasidi hayo, kwa sababu panapopatikana amani kunapatikana hifdhuddin, dini inakwenda vizuri na watu wa dini wanaweza kuabudu katika hali ya ufasaha. Lakini wanafsi, na watu wataheshimu damu za watu kwa sababu ya amani ipo. Asipatikane mtu akamwaga damu za watu, atakuwa ameharibu amani na atakuwa ameondosha utulivu, na baada ya kupata neema tutaanza kupata mabalaa kwa kule kumwaga damu katika nchi ambazo tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie katika nchi yetu iwe na amani pamoja na utulivu. Lakini wanasi na vizazi, watoto, kama tutavuruga amani, maana yake hata watoto wetu wengine tunaweza kwenda kuishi mahala ambapo hatujui watoto wako mahala gani. Kwa hiyo ni jambo baya sana hili, linatakiwa watu tupigane kwa hali ya aina kadha katika kuilinda amani. Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Walmali, na hata mali, kama kuna sala linaweza kuharibu kipato cha mwanadamu, panapotokea machafuko, panapotokea maharibiko, basi vipato vya watu pia vinavurugika. Kadhalika njia za utafutaji zinaharibika. Kadhalika mipango ya neema ambazo tunatakiwa kuzipata zitavurugika, kwa sababu tayari nchi nayo imevurugika. Kwa hiyo tusiruhusu hata mara moja kuingia katika mitihani ya hali za namna hii. Lakini wal aql, na akili haiwezi kuwa salama katika nchi ambayo bila shaka nchi hiyo imeingia katika machafuko. Ndio mmoja anasema aqlun salim fi jismin salim, siku zote akili iliyokuwa salama mara kadhaa inapatikana katika mwili wenye amani. Ikiwa amani ipo, utulivu upo, basi hata akili yako inatulia. Unaonaje ndugu yangu, ikiwa kama unakwenda sokoni au unakwenda shamba au unakwenda dukani kwako, duka lako liko mtaa huu, mtaa wa pili kuna milio ya risasi na mabomu yanalima, utakuwa na utulivu kweli? Bila shaka hakuna ambaye anaweza kuwa na utulivu katika hali ya namna hiyo.
Kwa hiyo kwa mujibu wa hali za namna hii, kuilinda amani na utulivu kuna baraka kubwa sana, na ni maelekezo ya mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na iwapo tutaona maneno yoyote ambayo yanaweza kupelekea uvunjifu wa amani, jamani, mimi nakuombeni tuyakatae maneno haya, tukatae vitendo hivyo vinavyoweza kuharibu amani, kwa sababu tukikaa katika amani pamoja na utulivu, bila shaka tuna promote dini ya Mwenyezi Mungu, na bila shaka katika hali ya namna hiyo Mwenyezi Mungu atakuwa radhi nasi. Kwa hivyo nitoe tu wasia, kwa maana nijaribu kutoa wasia kwa ndugu zangu ambao tunakwenda kupiga kura mnamo tarehe 28. Basi twende kwa utulivu na amani, kisha baada ya kupiga kura turejee nyumbani. Lakini kadhalika ni waase pia na wale ambao wanaogombea wote, kwa vyama vyote, kwa mazingira yote, wajitahidi nao kumtanguliza Mwenyezi Mungu mbele, kwa sababu siku zote baada ya uchaguzi maisha yataendelea. Kwa hiyo kuna sehemu ambayo inatakiwa tusameheane, inatakiwa tupuuze wakati fulani, ili gurudumu letu hili la amani katika nchi yetu hii ya Tanzania iendelee kuwa nzuri zaidi, na tuendelee kuvuna makubwa na mazuri katika nchi yetu. Inshallah, ndugu zangu, mimi leo nitaishia hapa, nitasema tu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tupige makofi shehe wetu, maneno mazuri kabisa ambayo yamejawa hekima na busara na upendeleo wa kipekee. Wanapotuandaa kiroho kuelekea siku ya tarehe 28 mwezi huu wa 10 mwaka 2020. Nimefarijika sana kuyasikia yote, na mlichokuwa mnakifanya, mnawaandaa Tanzania kutafakari thamani ya Tanzania kuliko nafasi binafsi wanazogombea. Tanzania ilitunzwa na waasisi, ndio maana tukaikuta. Lakini sisi ambao tupo tuna dhamana ya kuhakikisha Tanzania haikatiki mikononi mwetu. Amani hii ambayo ni tunu, ni zao la uwajibikaji, commitments ya viongozi waliotutangulia. Sisi wajibu wetu ambao tunaendelea kupokea kutoka kwa viongozi waliotangulia ni kuendeleza mazuri ya Tanzania. Ukitaka kujua Tanzania ikoje, nenda nje ya mipaka ya Tanzania, usikilize watu wanavyoisema Tanzania, utapata faraja kwa neema na baraka nyingi ulizojaliwa kuzaliwa Tanzania. Mimi kamanda wenu mtiifu sana, nimepokea maelekezo. Baba Kakobe amesema msiendelee kuwa wapole mpaka mwisho. Mimi nasema baba, wakiwa wapole na sisi tutaendelea hivyo mpaka mwisho. Na tumejipanga kutochokozeka kirahisi. Lakini pale ambapo mtu kwa vitendo vyake, kauli zake, atakusudia kuingiza nchi hii kwenye shida, atapata yeye shida. Nichukue platform hii ambao viongozi wa dini wakisema sisi wafuasi hatutegemei wala kutarajiwa kusema chochote, nikope maneno yao kuwaomba Watanzania wote kuithamini Tanzania yetu, tufuate sheria za nchi yetu ambazo zimetungwa lakini zinaendelea kufanya kuiona Tanzania ni mahali pazuri pa kuishi. Tuwe wanyenyekevu, tufuate sheria, tuzitii sheria zilizopo, tuheshimiane, kwa sababu kupitia heshima hiyo ya kuheshimiana hakuna atakayekuwa na hamu ya kumtukana mwenzake, kumdharau mwenzake wala kumnyanyasa mwenzake. Mwisho ni waombe wa Tanzania wote, viongozi wa dini mliopo, lakini watakaopata fursa ya kusikiliza
waendelee kuiombea amani nchi yetu, waendelee kuwaombea viongozi waliopo na watakaochaguliwa, waendelee kumtanguliza Mungu katika shughuli zao. Duniani hapa tunapita na maisha ni mafupi sana. Maisha ya maana yako baada ya maisha haya. Mwisho kabisa, ni waombe wa Tanzania wote wapuuze maneno ya vitisho na badala yake wajiandae kujitokeza kwa wingi tarehe 28 mapema, wawahi kwenye vituo vya kupigia kura, wakatimize haki yao ya kikatiba ya kuamua kumchagua kiongozi ambaye wanafikiria atawaletea maendeleo na sio kiongozi atakayewaletea vurugu. Sisi jeshi la polisi tumejipanga kuhakikisha mambo yote yatakuwa sawa, na hilo hatutanii, tuko vizuri. Na kwa niaba ya afande Inspector General wa polisi niseme tu kwamba tumepokea maelekezo. Asanteni sana, na tunaendelea kujiweka mikononi mwenu. Endelee kutuombea ili tutimize wajibu wetu bila kupepesuka. Asanteni sana, na Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema atubariki sote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meza kuu, itifaki imezingatiwa. Nimepewa sekunde 20 na nimepewa upendeleo kwa sababu kutoka Morogoro. Mimi ningeomba nishauri meza kuu kwamba nasaha zote mlizotoa mlikuwa mnatulenga sisi ambao ni waumini wenu, lakini mimi naomba pia nitoe nasaha kwa meza kuu yenyewe, kwa sababu ndio mnamiliki misikiti, mnamiliki makanisa na sehemu za ibada, na hikma ya kufanya uchaguzi ufanyike Jumatano kwa sababu watu wapate fursa ya kueleza waumini wao hutuba ya Ijumaa, sala za Jumamosi na sala za Jumapili, kwa sababu amani inaanzia kwenu nyie. Isiyo mnakuja hapa mnatuambia amani, kumbe kwenye maeneo ya ibada mnafundisha vitu tofauti. Kwa hiyo tuwe watu ambao tunazungumzia amani hapa na kwenye maeneo yetu ya ibada. Kule ndio kunapoanza kila kitu, kwenye maeneo ambao sisi tuna waumini. Kwa hiyo hii amani haiwezi kuja kama haki haipatikani na hatuhubiri upendo. Kwa hayo machache, mimi naona sekunde 20 zimeisha jamani. Asanteni sana. Sheikh Kishki, nikuomba ukae kwenye kiti. Sipendi kuongea na wake za watu. Unajua Kishki ni mtoto wa Temeke, na mimi ni mtoto wa Temeke, kwa hiyo tunapigana mateke. Sasa yakakaa pembeni kule anaongea na yule, nimemrudisha kwenye kiti. Waheshimiwa viongozi wa dini, washiriki wenzangu, nimesimama kwanza nitoe shukurani kwa niaba yenu kwa sisi kupata nafasi hii kama viongozi wa dini wakati tunaelekea uchaguzi mkuu, kusema lolote na kufikisha. Wama ala rasulu illa albalagh, kazi ya mjumbe ni kufikisha ujumbe. Sisi kazi yetu tumetekeleza kuwafikishia Watanzania, na Mwenyezi Mungu anatushuhudia kwamba tumetekeleza wajibu wetu. Kipekee namshukuru sana Askofu Gamanyo ambaye kama mwezeshaji kongamano hili kwa namna nzuri ambayo iliyowekwa na viongozi wetu ambao wamezungumza, wametusihi na mada ambazo zilizozungumzwa, na imani kwamba Watanzania wametusikia na Watanzania wanapenda amani. Hii ni desturi yetu.
Watanzania tumekataa fujo, tumekataa kugombanishwa, tumekataa kuwa vibaraka wa yoyote yule. Tutasimama kama Watanzania kwa ajili ya taifa letu. Kwa hiyo jambo hili ni jambo jema, na mimi naomba sana viongozi wa dini. Kuna makongamano mengi ambayo yanafanywa hivi sasa, na hata hapa Dar es Salaam kabla ya uchaguzi tarehe 8 kuna makongamano kama 2-3 mtaalikwa. Lengo ni kuonyesha juhudi na kutoa juhudi zetu kwamba tunaipigania nchi yetu ya Tanzania, na serikali yetu inawategemea ni viongozi wa dini, inatutegemea sana. Kwa hiyo mtapoalikwa kwenye makongamano hayo, nendeni mkatoe mchango wenu. Watoto Tanzania, kina mama wa Kitanzania, wazee wa Kitanzania, vijana wa Kitanzania wanahitaji mwongozo kama huu wa viongozi wa dini, ili hatimaye tuvuke salama katika jahazi hili. Natamani leo Sheikh Nuruddin Kishki, laiti ungekumbuka, ungekuja na vile vitabu ambavyo ulivyovitengeneza vinavyohusiana na amani, vingegaiwa hapa kwa viongozi hawa wa dini. Na mimi bahati nzuri umenipa kopi nyingi kwa anayetaka aje kuchukua kwangu. Ni kazi nzuri ambayo Sheikh Kishki anaifanya kama mjumbe wa kamati yetu ya amani, na wengine wafanye kazi ya namna hiyo ili kuhakikisha kwamba amani hii ni yetu sote wa Tanzania. Na sisi si kama wanavyoimba baadhi ya watu kwamba tunahubiri amani, 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 hatuhubiri haki. Si kweli. Haki tunahubiri, na viongozi wote hapa kuzungumzia haki. Ile baya tu kwamba ni baadhi ya watu wanadhani kwamba haki inamhusu fulani tu, lakini haki ni mtambuka, ni swala mtambuka. Wewe tekeleza haki na mimi nitatekeleza haki. Sasa wewe kama unapiga buti alafu unataka haki, nawe unapiga buti tu. Kwa hiyo haki, ukifuata haki, ukifuata taratibu, maana yake na watu watafuata taratibu. Lakini ukipiga buti, kina mambo sasa watapiga buti, alafu itakaa mbaya. Lakini ukifuata utaratibu, wanasema hakuna haki bila ya wajibu. Uko wajibu wetu sisi wagombea, uko wajibu wetu sisi wapiga kura. Kwa hiyo tunatekeleza wajibu wetu na haki patikana. Kwa hiyo tunahubiri haki na tunahubiri amani kwa pamoja. Kwa hiyo mimi nitoe kilima cha kuwashukuru wote kwa kuhudhuria, na Mwenyezi Mungu atatulipa kwa sababu tumefanya kwa ajili ya watu. Bora ya watu ni wale ambao wanaowanufaisha watu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mbora wa watu ni yule anayewanufaisha watu, na sisi tuko hapa kwa ajili ya kuwanufaisha Watanzania. Asanteni sana. Naomba tumalize kwa dua na sala kwa mujibu wa ratiba yetu, ili tumkabidhi Mwenyezi Mungu haya tuliyozungumza. Tuombe. Sisi tunafanya juhudi, lakini Mungu ndiye anaingia katika nyoyo za watu wabaya na wema. Wale wabaya awatengeneze yeye mwenyewe kabla ya kutuvurugia nchi yetu, na wale wema aendelee kuwaimarisha kusimamia amani yetu. Asanteni sana. Tuwapigie makofi viongozi wetu. Sasa ndio tumemaliza hivyo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu Muhammad. Ewe Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi, ewe unayajua leo katika dhamiri yetu, unazijua shida zetu, taabu zetu na dhiki zetu na mahitaji yetu. Tunakuomba ya Rabbi Mwenyezi Mungu, yale yote yanotukwaza, yale yote yanotushughulisha katika nafsi zetu, tunaomba ya Rabbi uyape majibu mazuri. Ya Rabbi tunusuru na kila balia, tunusuru na kila janga. Ijalie nchi yetu hii kuwa na amani na utulivu katika kipindi hiki cha uchaguzi na baada ya uchaguzi. Mwenyezi Mungu, wewe ndio mwenye kumiliki kila kitu katika dunia hii na mwenye kufanya unalolipenda. Jalia yale tunayotaka ni katika yale unayotaka wewe, na yale ambayo tunayahofu ni yale ambayo wewe unatuunga mkono na kutuondolea hofu.
tuondolee hofu katika nchi yetu, tuondolee matatizo katika nchi yetu, tuondolee farka, tujalie na utuunganishe tuwe kitu kimoja, na tuendelee kwa Tanzania moja kwa fadhila yako na kwa rehema yako. Wagombea wote ya Rabbi ya Mwenyezi Mungu walainishe nafsi zao, waijue kwamba Tanzania ni nchi yao, waipende kwanza nchi yao kuliko maslahi yao binafsi, na wewe unalotaka huwa na usilotaka haliwi. Basi tunaweka nchi hii katika mikono yako na hifadhi yako na himaya yako. Tulinde ya Rabbi kwa fadhila yako na rehema yako. Tunayaomba kwa baraka ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.